Wanaume, kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza kwenye haya maisha ya kuishi na wanawake. Sikiza hadi mwisho wa story. Kuna jamaa mmoja alikuwa ameoa mke wake fresh, wanaishi vizuri, lakini huyo mwanamke ni alikuwa mtu wa kucheat sana. Yaani ni cheater mkubwa kwenye hiyo ndoa, ni cheater. Ninavyosema cheater najua mnaelewa. Cheater hasa. Basi huyo mwanamke alikuwa ana cheater wake mkoani. Tuseme aidha Arusha, yeye mwanamke yupo Dodoma, huyo chita yake yupo Arusha. Basi bana, huyo chita siku kampigia mke wake, huyo chita huyo mwanamke kampigia huyo chita wake, huyo jamaa ambaye yupo mkoani Arusha. Kampigia, jamaa akaanza kuingiza, nimekumisi nataka nikuone miaka mingi sijui nini. Basi bana, mwanamke akaanza kumwambia pale, ngumu kuonana mimi na wewe ni ngumu, 1 2 3. Basi jamaa akapanga idea pale nini, wakaelewana na mwanamke fresh kwamba hiyo idea inasema huyu mwanamke akiwa na mume wake amtumie huyo chita wake piga. Akipiga huyo chita adai kuwa huyu sister na huyo chita ni mtu na kaka yake, unaona? Basi bana, huyu mwanamke mume wake karudi kazini nini, kala kaoga fresh, piga story 2 3, mwanamke kashika simu kwa pembeni, kamvutia waya jamaa piga. Basi bana, jamaa kapiga. Alipopiga pale, dada akaeka loudspeaker. Si unajua tena wadada wakiwa wanataka jambo lao mama. Basi jamaa akaanza kujielezea pale, dadangu nataka niende wapi Morogoro, lakini naombeni nipite hapo Dodoma nikae kama wiki moja hivi, then nitaenda Morogoro. Huyu sister akasema ngoja niongee basi na shemeji yako nini, akikubali fresh. Basi bana, jamaa akasema kama ni kaka yako mwambie aje, hamna shida, hapo ni kama kwake, jisikie kwake tu. Basi jamaa, mwanamke kamvutia wale jamaa huyo chita, akamwambia bana kakubali, kwa hiyo fanya uje. Jamaa akajipanga zake, kajiandaa na safari nini, kutoka Arusha kafunga safari mpaka Dodoma, kwamba anaenda kwa nani, anaenda kwa shemeji yake au kwa dada yake tuseme. Basi bana, jamaa kafika pale Dodoma nini, piga story nyingi, kutambulishana shemeji yangu nini, wameshapangana vitu vingi na yule mwanamke, kujifanya wanajuana sana. Basi jamaa kaingia kingi, kakubali kwamba mtu na kaka yake fresh. Jamaa akawa na toka zake nyumbani, anaenda kazini, kurudi night, anajua anaacha mtu na kaka yake home. Jamaa hajui lolote, kumbe mtu na mchepuko wake. Yaani jamaa analisha mchepuko na maneno mengine ni magumu, ila ndio hivyo. Jamaa alikuwa haelewi chochote, hajui, anajua ni mtu na kaka yake, anaenda kazini, anarudi home, anaenda kazini, rudi home. Badala ya siku 2 3 hivi, jamaa kapata emergency kazini. Yaani dharura tuseme, ya kurudi nyumbani mapema sana. Jamaa katoka zake kazini mapema sana, karudi nyumbani. Anarudi anakuta yani watu ni wamejiachia, hadi anashangaa huu ni ukaka na dada gani? Unaona bana, huu ukaka na dada gani? Jamaa hadi kaishiwa nguvu, katulia. Watu hiyo unajua ni wamejiachia. Na hii story sio ni kama story tu, ili mradi story, ni kitu ambacho kipo hai kabisa, kipo kinaishi, kipo. Sasa hao wanawake wanatujengea nini wanaume kwenye akili zetu? Sisi ambao hatujaoa wanatujengea nini? Ni story ambayo ipo hai na ipo inaishi. Hebu imagine wewe mwanaume, ndio hiki kitu kimetokea sasa. Yaani ndio wewe sasa umekuwa huyu jamaa. Unalisha mchepuko, wewe unajua kaka na dada, unamlisha jamaa. Hebu wanaume tuambiane hapo kwenye comment. Imagine ndio imekutokea wewe sasa. Wewe mke wako kakufanyia hicho kitu. Tuambiane kwenye comment, tujue tunasuluhishaje hili jambo. Shut up.